Klabu ya Yanga imeonekana kung'ara kwenye tuzo za mwezi wa pili, ambapo tumeshuhudia kocha wa klabu hiyo Mirudi Hamdi pamoja na mshambuliaji Prince Dube waking'ara kwenye tuzo hizo. Bwana, taarifa inazungumza kwamba mshambuliaji wa timu ya Yanga Afrika Yanga ya Dar es Salaam Prince Dube amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Februari wa ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2024-25, huku Mirudi Hamdi pia wa Yanga akichaguliwa kocha bora wa ligi hiyo kwa mwezi huo. Bwana, Dube alionyesha kiwango kizuri chenye mwendelezo akiwashinda Aziz Ki wa Yanga na Suleiman Bwez wa King Gold alioingia nao finali katika mchakato wa tuzo za mwezi uliofanywa na kamati ya tuzo za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Mchezaji huyo alitoa mchango mkubwa kwa timu yake katika michezo 7 ambayo Yanga ilicheza mwezi huo na kufunga mabao 5 na kuhusika na mengine 5, na kwa dakika 562 alizocheza Yanga ilishinda michezo 6 na kutoka sare mchezo 1. Kwa upande wa Hamdi aliyeingia finali na katika mchakato huo na Fadlu Davis wa klabu ya Simba na Freddy Minzlo wa klabu ya Pamba Jiji, aliongoza Yanga kushinda michezo 4 na sare 1, ambapo kwa mwezi huo Yanga ilicheza michezo 7. Hamdi aliongoza Yanga ilipotoka suru na JKT Tanzania, kisha akazifunga KMC mabao 6-1, Singida Black Stars magoli 2-1, Mashujaa kutoka Kigoma magoli 5-0 na Pamba Jiji kutoka Mwanza magoli 3-0. Mechi nyingine ambayo Yanga ilishinda mwezi huo lakini haikuwa chini ya Hamdi ni dhidi ya Ken Gold magoli 6-1 na dhidi ya Kagera Sugar magoli 4-0. Pia kamati ya tuzo imemchagua meneja wa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo uliopo Dar es Salaam Ashraf Omar kuwa meneja bora wa uwanja kwa mwezi Februari kutokana na kufanya vizuri katika management ya matukio ya michezo pamoja na masuala yanayohusu miundombinu uwanjani. Wakati huo kamati ya tuzo za TFF imemchagua beki Eric Kiaruzi wa Mtibwa Sugar kuwa mchezaji bora wa mwezi Januari wa ligi ya NBC Championship 2024-25, huku Awadhi Juma pia wa Mtibwa Sugar akichaguliwa kocha bora wa mwezi huo. Kiaruzi aliingia finali katika mchakato huo na Raizin Hafidh wa Mtibwa Sugar na Boniface Maganga wa Mbeya Kwanza. Alionyesha kiwango chenye mwendelezo katika safu ya ulinzi, huku pia akisaidia timu yake kwa kufunga mabao 2 katika dakika 270 za mchezo 3 iliyotumika. Kwa upande wa Awadhi aliingia finali na Zuberi Katwira na wa Bigman na Emmanuel Masawi wa Mbeya Kwanza. Aliongoza timu yake kupata ushindi katika michezo yote 3 aliyocheza, ikivuna pointi 9 na kuendelea kuongoza ligi hiyo. Kwa hiyo umeona taarifa ikiwa hivyo juu ya tuzo hizo. Lakini pia kamati imemchagua Andrew Simchimba wa Geita Gold kuwa mchezaji bora wa mwezi Februari wa ligi kuu ya NBC Championship, huku Mohamed Muya pia wa Geita Gold akichaguliwa kocha bora mwezi. Simchimba aliingia finali katika mchakato huo na Oscar Tarimo wa Mbeya Kwanza, na mwisho Youngson wa Polisi Tanzania alionyesha kiwango chenye mwendelezo, ikiwa ni pamoja na kufunga mabao 4 katika mechi 3 kwa dakika 253 alizocheza. Kwa upande wa Muya aliyeingia finali na Zuberi Katwila wa Pigman na Juma Hussein wa Stand United, aliongoza timu yake kushinda michezo 4 kati ya 5 uliochezwa mwezi huo. Bana, taarifa hii imetolewa na idara ya habari ya mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Machi 11, 2025 kuhusiana na tuzo hizo. Kwa hiyo iko hivyo kwamba kocha wa klabu ya Yanga Mirudi Hamdi ameng'ara, na tunafahamu kwamba hii ni tuzo yake ya kwanza toka alipotua ndani ya kikosi hicho kama kocha mkuu, ama alipotangazwa kuwa kocha mkuu akitokea ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Na tunafahamu kwamba kocha Mirudi Hamdi amekuja ndani ya klabu ya Yanga kuchukua mikoba ya Siramovic aliyetimkia huko Algeria. Kwa hiyo taarifa iko hivyo, na hii ni taarifa njema kwa mashabiki wa klabu ya Yanga, lakini pia kwa benchi la ufundi la klabu ya Yanga wakielekea kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union, mchezo wa CRDB Bank. Wana kocha huyu ameweza kujinyakulia tuzo, na pengine huenda
pengine tuzo hiyo akaja akakabidhiwa hivi karibuni kwenye mchezo wa NBC. Kwa hiyo taarifa imekaa hivyo kuhusiana na kocha klabu ya Yanga kuweza kuchukua tuzo ya mwezi wa Februari. Lakini Prince Dube, moja kati ya washambuliaji ambao walianza vibaya kwenye baadhi ya michezo, na kelele zikani nyingi sana kwa Prince Dube, lakini tuliona moto wa Prince Dube ulianza kuwaka kwenye mechi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika dhidi ya TP Mazembe, mchezo wa away, ambapo Prince Dube aliweza kufunga goli, ambapo mchezo huu ulimalizika kwa sare ya 1-1, na baada ya hapo tuliona moto wa Prince Dube ukianza kuwaka. Mpaka sasa kwenye ile orodha ya wafungaji Prince Dube na magoli 10. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo moto wa Prince Dube umeanza kuwaka, moto wa Prince Dube umeanza kuonekana ndani ya klabu ya Yanga baada ya maneno kuwa mengi kutoka kwa mashabiki juu ya kiwango cha Prince Dube. Na tuliona pia hata kwenye dirisha dogo la usajili bwana, tetesi zilikuwa ni nyingi sana kwa Yanga kutaka kusajili mshambuliaji ambaye atakuja kuchukua nafasi ya Prince Dube ama anakuja kumsaidia Prince Dube. Lakini baada ya hapo tuliona tetesi za baadhi ya washambuliaji ambao walikuwa kihusishwa, akiwemo Jonathan Soa na wachezaji wengine, zilikufa na Prince Dube akaendelea kusalia kwenye klabu hiyo, na mwisho wa siku tumeona kile ambacho alikionyesha kwa mashabiki wa Yanga na benchi la ufundi baada ya kuzisikia kelele nyingi sana. Tumeona akiombewa na baadhi ya watumishi wa Mungu, na tumeona kile ambacho kilitokea na kinachoendelea kutokea kwake Prince Dube, mmoja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuwa na moto mkali sana. Na kwenye hii tuzo ya kupewa mchezaji bora mwezi bana, hawajakosea kutokana na kile ambacho Prince Dube kweli ameendelea kukionyesha ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa njema, lakini pia ni morali kwa Prince Dube ambayo pengine itaendelea kumuongezea kufanya vizuri mara baada ya kuweza kupata tuzo hii ya mchezaji bora wa mwezi, akiwashinda baadhi ya wachezaji. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikujuze kupitia hapa Yuhuma Online TV juu ya tuzo hizi ambazo zimetolewa na bodi ya ligi kwa mchezaji Prince Dube pamoja na Mirudi Hamdi wa klabu ya Yanga, kocha ambaye tunaona baada ya ile soka la gusa achia, tumeona kuna soka jingine kabisa ambalo linapigwa ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo na hiyo ni jitihada za Mirudi Hamdi, kocha huyo mwenye uraia pacha Ufaransa, pia ana uraia pia, lakini moja kati ya makocha ambao wamekuwa na mwenendo mzuri, lakini pia akiwa ni raia wa Algeria. Kwa hiyo ni moja kati ya kocha ambaye amekuwa na mafanikio makubwa kwenye kipindi kichache sana toka alipotoa ndani ya klabu ya Yanga kutokana na kushinda michezo muhimu ya ligi kuu soka Tanzania bara. Na leo tunafahamu ana kibarua kingine cha hatua ya mtoano, hatua ya 32 kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union. Kwa hiyo tunasubiri pia kuona nini ambacho kitakwenda kutokea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.